maana najua mawazo maana najua mawazo ninayo wawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Mungu mwenyewe anazungumza, ametuahidi. Hizi ni ahadi. Sura ya Zaburi ya 34 mstari wa 19. Zaburi ya 34 mstari wa 19. Zaburi 34 mstari wa 19. Zaburi ya 34 mstari wa 19. Mateso mwenye haki ni mengi, lakini Bwana huponya nayo yote. Mateso ya mwenye haki ni mengi. Biblia inashika kabisa kwamba sisi watu wa Mungu tunapita katika mateso. Tena si mateso machache, mateso mengi. Lakini neno la Mungu linasema Bwana humponya katika yote. Unaandika ahadi ziko katika Biblia, usiogope. Neno usiogope limeandikwa mara nyingi sana. Ziko ahadi nyingi. Hatua ya pili baada ya kuwa umeshaziandika zile ahadi kulingana na mazingira unayopitia, tafakari kila siku katika maombi. Sibadishi hizi kwa maombi. Bwana Yesu asifiwe. Geuza ahadi hizo kwa maombi. Usisome tu kali ya kawaida kama zinapita. Bali ziseme, zinene kwa sauti kama unatangaza na imani. Na hii itaimarisha sana moyo wako na kufanya shetani asishinde kukuletea mashaka. Wakati unapita katika matatizo unajawa na hofu. Lakini leo na Mungu anasema usiogope. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapokuwa unaomba kwa mfano, unamwambia Bwana kwa mfano, utaniacha wala utanipungukia. Na unaanza kuikumbatia hiyo. Hata sasa naipokea. Kama ni kazi naipokea. Ninaamini uko pamoja na mimi. Katika biashara, ikawa ni mwanzo huu umeanza, lakini nakutumaini wewe. Katika hili mwanzo ambao unaliona bado halina hiki, lakini nakutumaini wewe. Alafu unaamua kuchukua hatua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utaanza kuona Mungu katika huo mwanzo mdogo. Mungu anaanza kwa mwanzo mdogo. Watu wote wakubwa wanaoona, wewe wafanya biashara, wewe ni watu wa aina yote, hata wanaoona wengine wakubwa walianza wakiwa wadogo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kiongozi wote ukimwangalia leo, ukiangalia mwanzo wake, unaweza kusema hakika sitaki kujidharau. Kwa sababu kama kujidharau tunasima ile neema ya Mungu. Tunaruhusu mashaka yaingie ndani ya moyo wetu. Na hiyo inakuwa silaha ya kuzima kile kitu ambacho Mungu amekusudia. Somo la Wakorintho wa pili 1:20. Wakorintho wa pili 1:20. Tutamalizia kipengele hiki. Tutaendelea na hatua nyingine sababu ya muda. Wakorintho wa pili 1:20. Maana ahadi zote za Mungu zilizopo katika yeye ni ndio. Tena kwa hiyo katika yeye ni amini. Mungu apate kukutukuza. Nitarudia. Maana ahadi zote za Mungu zilizopo katika yeye ni ndio. Tena kwa hiyo katika yeye ni amini. Mungu apate kutukuzwa kwa sisi. Mungu apate kutukuzwa kwa sisi. Amen. Kwa hiyo tunapoona anatuambia maana ahadi za Mungu zilivyo nyingi, zilizo katika yeye ni ndio. Tena kwa yeye ni amina. Hakuna ambacho sicho. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia kataa kuvunjika moyo kwa sababu ya muda au hali. Umeomba kwa muda mrefu sana, unaona hakuna majibu, kataa kuvunjika moyo. Tunamwona Ibrahimu, baba wa imani, ambaye aliambiwa atakuwa baba wa mataifa akiwa mzee. Kwa imani ya kweli aishikia hali. Amani ya kweli aishikia hali bila kutetereka.
hata kama wakati umepita sana. So Warumi 4:18. Warumi 4:18. Warumi 4:18. Naye aliamini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa, ili apate kuwa baba wa mataifa mengi, kama ilivyonenwa, ndivyo itakavyokuwa uzao wako. Amen. Kwa hiyo tunaona mfano na mama mmoja aliokoka, lakini mume wake alikuwa hajaokoka kwa miaka mingi sana. Kwa hiyo akawa anaomba Mungu amsaidie pia mume wake aweze pia naye kuokoka. Akaomba na kuomba kwa muda mrefu, kapita miaka na miaka, akiwa anashikia neno ambalo kwenye hadi Matendo 10:31. Tusome hivi 10:31 Matendo 10:31. 16:31. Wakamwambia, mwamini Bwana Yesu, nawe utaokoka pamoja na nyumba yako. Akashikia huu mstari wa Matendo 10:31 kwamba nawe utaokoka wewe na nyumba yako yote. Kwa hiyo huyu mama akawa anakazana sana kumwombea mume wake. Nyumba yake yote alikuwa ameshaokoka, sio mume wake. Mwaka wa kwanza umepita, wa pili umepita, wa tatu, miaka mingi. Lakini siku moja mume wake akaja kuokoka. Na hatimaye alijisalimisha kwa Yesu. Hata sisi tunapopita japo mambo mengi, hata changamoto mbalimbali, tusikate tamaa. Imani inaonekana na Yesu simama juu ya ahadi, sio juu ya ahadi unazopitia. Mungu yule ambaye si mwanadamu hata sema uongo, yeye atayatimiza. Hebu fikiria katika haya mambo machache. Je, kuna hali ya Mungu ambayo ushawahi kuiacha kuiamini katika maisha yako? Ipo ambayo pengine uliandika au ulitazamia, lakini kwako hajatokea mpaka unafika kiwango cha kutoamini neno la Mungu. Je, uko tayari kushikilia imani yako hata kama jibu halijaja bado? Utaendelea kushikilia imani yako hata kama jibu bado au utachelewa? Je, unaweza kuandika hadi moja leo na kuomba hata kwa siku 7 mfululizo? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako.